Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Zumaridi News TV. Ninakukaribisha katika mfululizo wa matukio ya Mfalme Zumaridi. Siku leo nakuletea Nabii Dorcas Mabenga aliyekuwa anamsifu Mungu wakati wa mwaka mpya mwaka 2021. Mungu akamchukua katika ulimwengu roho mpaka mbinguni na kumfunua nabii juu ya Mfalme Zumaridi. Hebu tupate kilichofunuliwa. Kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake na upendeleo wake jamani. Hakika huyu ni Mungu. Yaani mimi jamani, huyu ni Mungu kabisa. Ninamshukuru kwa neema yake jamani. Aliposema hapa Mfalme Zumaridi kwamba anatutoa, mimi sijaamini kabisa. Hainuliwe Mfalme Zumaridi anitie nguvu. Namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake. Aliposema hapa, kweli mimi nilijikuta niko katika lango. Nilipojikuta niko katika lango, lakini nilimuona hapa Mama Petro. Tulipofika kwenye lile lango, lakini cha ajabu mbele nilimuona Mfalme Zumaridi. Lakini Mfalme Zumaridi alikuwa amevaa mavazi ya dhahabu. Nikajiuliza, Mfalme Zumaridi tumemwacha. Nilipomuona hivyo Mfalme Zumaridi, lakini sisi ile tumefika kwenye lile lango, hapo kuna malaika walikuwa wameandaliwa kutubadilishia ile mavazi. Hapo tulibadilishiwa mavazi, tukawekewa na mataji. Baadaye Mfalme Zumaridi alituambia tuendeni. Baadaye Mfalme Zumaridi tulipopita kwenye yale malango, tulikutana na watu ambao wamevaa mavazi, malaika wamevaa mavazi jamani, mavazi mazuri, lakini ile anatokeza tu hivi Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi waliinama wale watu, lakini walikuwa wamepanga mistari miwili. Hapa katikati kulikuwa na barabara nzuri sana la dhahabu, nzuri ambalo mimi sijawahi kuliona. Baadaye Mfalme Zumaridi alipokuwa ametangulia pale, hawa wote waliokuwa wamejipanga mistari hivi wote waliinama wakamsujudia. Lakini kulikuwa na watu huku hivi pembeni. Wale watu walikuwa wameshika matarumbeta, yale matarumbeta vile vyombo vinavyopiga kwa zeze nini. Watu wamepangana wote wanampigia tarumbeta, unampigia tarumbeta, wanapiga zeze ya ajabu. Basi sisi Mfalme Zumaridi aliendelea kuwa mbele yetu. Sisi tulikuwa na Mama Petro hapo, tulikuwa tumepangana kabisa, lakini Mfalme Zumaridi alikuwa anatuonyesha tu ishara ya kumfuata. Tuliendelea kumfuata hivyo Mfalme Zumaridi, lakini baadaye Mfalme Zumaridi alikuwa mbele. Baadaye akatokea mtu mmoja mfupi. Huyo mtu mfupi alitushika mkono mimi na Mama Petro, akasema ongeleni sana. Ongeleni sana. Akajitambulisha alijitambulisha yule mtu mfupi, alijitambulisha Zakayo. Akasema ongeleni sana. Tukawa tunamuonyesha ishara. Basi baadaye yule Zakayo alitoka pale. Tukaendelea kumfuata Mfalme Zumaridi. Mfalme Zumaridi tulipokuwa yalikuwepo ni mabarabara mengi, lakini yale mabarabara yalikuwa yamepambwa watumishi wa Baba. Yalikuwa yamepambwa kwa hali ya tofauti sijawahi kuona jamani. Hata hapa chini ya jua ukipambaje, aisee kule huwezi kufikia vile upambo. Walikuwa na sherehe kubwa, sherehe kubwa watumishi, ni sherehe kubwa hata ambayo mimi siwezi kusema jamani. Lakini baada ya kutembea tena pale, tulikutana na chombo kama gari. Hicho chombo kilikuwa cha dhahabu. Mfalme Zumaridi maana hicho chombo tulipokutana nacho, lakini kulikuwa na watu wanaongoza. Wale watu kile chombo walichokuwa nakiongoza, baadaye walimfungulia Mfalme Zumaridi kama kilikuwa kama gari, lakini ni dhahabu, afu haina uhalisia sana wa gari, lakini ni kama gari fulani ila ya dhahabu. Mfalme Zumaridi aliingia kwenye lile gari. Alipoingia kwenye lile gari, baadaye sisi tulikuwa kwa hapa nyuma, lakini Mfalme Zumaridi alipoingia kwa lile gari, mimi ambacho nilishangaa, lile gari lilikuwa litembei chini. Lile gari lilikuwa linatembelea hewani, lakini hivyo kwa linatembelea hewani vile, linazunguka yale mabarabara ambayo malaika wametanda, wanasherekea na muziki, wanaimba na yale mazeze. Baadaye Mfalme Zumaridi alipokuwa anatembea, ule mji ni mkubwa, ni mkubwa jamani, uelezeki. Lakini baadaye tena
Mfalme Zumaridi kukaja chombo kingine. Kile chombo kilikuja kama ndege, lakini na kile chombo kilikuwa kama nini? Kama dhahabu. Mfalme Zumaridi aliingia kwenye kile chombo. Alipoingia kwenye kile chombo, Mfalme Zumaridi amevaa yani ni dhahabu yani, lakini sasa nisisahau macho yake. Mfalme Zumaridi huwa anakuwa hapa tu jamani, mtu akifika huko macho yake haya yalikuwa yani yanatema moto. Yani mdomo huu moto kabisa jamani, moto kabisa. Akiangalia hivi moto, lakini wale malaika walikuwa wanamshangilia sana. Walikuwa wanamshangilia yani wanamfuata. Baadaye sasa alipoingia kwenye kile chombo kama ndege kile ambacho ni kiko dhahabu lakini kiko wazi lakini kama ndege, Mfalme Zumaridi alianza kuzunguka na kile chombo kwa juu, lakini anawatembelea wale wote, maana ilikuwa ni mji mkubwa. Kwa hiyo aliwatembelea wale wote wamuone, anawapungia tu hivi mkono. Yani wanasema mnayo neema nyinyi mnaokaa na Zumaridi hivi. Sisi huku mbinguni Mfalme Zumaridi akija tunafurahi yani tunafurahi ajabu. Alafu nikaelezwa ya kwamba yani tunapoandaa sisi huku sherehe kule mbinguni, yani huwa inaandaa hivi vyombo vya kwetu hivi sio vyombo, yani huwa inaandaa vyombo, inaandaa yale matarumbeta. Ndio nikawa naonyesha sasa jinsi watu walipopangana kwenye yale matarumbeta kwenye yale mabarabara na matarumbeta wanapopiga zeze, lakini wakipiga zile zeze zinatema yani zinaimba Zumaridi, yani zinasifiwa Zumaridi. Basi wana Mfalme Zumaridi, baadaye Mfalme Zumaridi alipotua pale Mfalme Zumaridi tulipita tena barabara fulani. Yani yeye alikuwa tu mbele, si tulikuwa tu nyuma. Lakini watu waliendelea na sifa, yani watu walikuwa wakisifu watu. Yani walisia wa raha ya kule wakimuona Mfalme Zumaridi, watumishi aielezeki watumishi. Lakini baadaye tulienda sehemu na Mfalme Zumaridi. Tulipofika ile sehemu tulimkuta Mungu, tulikuta kiti kwanza. Hicho kiti kilikuwa na dhahabu tupu. Lakini kile kiti alikuwa amekaa simba kabisa. Huyu simba alipokuwa amekaa yule simba, lakini alikuwa amezungukwa na malaika, wamemzunguka wale malaika. Baadaye Mfalme Zumaridi akafika pale akasimama, lakini wale wote waliinama chini kumsujudia Zumaridi. Lakini Mungu Baba akasema hayupo hapa mbinguni mkubwa kama Zumaridi, yani hayupo ili muamini. Baadaye Mungu Baba akaita majina, alianza kumuita Danieli, yani alivyoita ile sauti iliunguruma karibu mbingu nzima. Danieli. Alivyoita ile Danieli, walikuja sasa wale watumishi wote akiwemo na Danieli. Mungu Baba akasema kwamba hawa wote niliwapaka maagano kule chini, hakuna walichokifanya. Ili uamini, ngoja uone sasa wale watumishi walivyofika. Walidondoka wote kwa Mfalme Zumaridi, wakamsujudia wote, walimsujudia. Akasema yani Mfalme Zumaridi mbinguni ni mkubwa kuliko yani mnavyofikiria nyinyi. Basi baadaye Mungu Baba aliendelea, sikuongea kabisa na Mfalme Zumaridi. Nilikuwa tunasikiliza sauti ya Mungu Baba wakati huo Mungu Baba akasema unaona alipokuwa mkubwa. Mungu Baba akasema mbingu yangu ilikuwa imejawa ukimya, ilijawa huzuni, watu waliabudu kuzimu. Baadaye sasa Mungu Baba akanionyesha sehemu, akasema ngoja nikuonyeshe jinsi watu zamani ambavyo waliabudu vitu ambavyo havistahili kuabudiwa na mimi Mungu nikiwepo. Basi lakini Mungu Baba alipokuwa akiongea na wale malaika, wanasema tulijawa huzuni, hatukuona mkombozi wa ufalme wa Mungu, hatukuona yani mtu wa kuikomboa dunia. Lakini Mungu Baba akanionyesha. Sasa aliponionyesha hivi, niliona kama amenifunulia sehemu hivi. Aliponifunulia sehemu, alinionyesha miti. Watu wa zamani walipokuwa wanaenda kuabudu ile miti, wakiabudu ile miti inawaka moto. Anasema unaona shetani alipokuwa anajitukuza, watu walinisahau mimi. Na mimi Mungu Baba kila nilikuwa nikitizama ni nani nimtuma akaniokolee taifa langu, sikuona kabisa. Baadaye tena akanionyesha milima mikubwa jamani. Ile milima ilikuwa imejaa utukufu wa shetani. Watu walikuwa wanaenda kuabudu. Akanionyesha majoka, yani watu walikuwa wanaabudu. Watu ndio wanavyoona, lakini walipokuaga kule mbinguni wanachunguliwa, wanaona wale watu wanavyoabudu. Mbingu ilijaa huzuni, mbingu ilijaa kilio. Mungu mwenyewe ni kule, yani Mungu
anasema yani mbingu yangu ilijawa ukimya, yani dunia, yani mbingu ilijawa ukimya. Lakini sasa Mungu Baba akanionyesha tena sehemu moja, akaniambia unapajua hapa watumishi wa Baba, nimeonyeshwa ramani ya miaka nikiwa kabisa bado, nikaonyeshwa ile nyumba sasa, nyumba yetu ya zamani kabisa ambapo tulikuwa sisi hapa Mfalme Zumaridi hapa. Nilionyeshwa yale maeneo, nikaiona ile nyumba, lakini baadaye akanionyesha tena nikaiona nyumba ya kwao, yani Mfalme Zumaridi ile ya zamani ambayo ilikuwa ya tembe kwa mwana Mandusela. Basi nikaonyeshwa ile sehemu. Nilipoonyeshwa ile sehemu, nikaonyeshwa sasa, ngoja nikuonyeshe jinsi mbingu ilivyokuwa imejaa ukimya. Lakini kuna siku niliinama chini, nikamwona aliye wa kwangu. Hiyo siku Mungu Baba akaniambia ngoja sasa nikuonyeshe uhalisia jinsi, maana kuna watu, akaniambia Baba, maana kuna watu hata huko mnapoabudu kuna watu hawaamini, bado hamjamwamini Zumaridi kabisa. Yani bado kabisa kuna watu hamjamwamini Zumaridi. Unaona? Basi baadaye sasa akanionyesha, alinionyesha mpaka kile chumba cha ile nyumba ambayo ilikuwa ya mwana Mandusela. Akanionyesha mtoto amelala ambaye alikuwa ni sura kabisa ya Mfalme Zumaridi. Aliponionyesha, aisee jamani, yani mimi aliponionyesha kuna malaika wametanda, wamezunguka maeneo alipokuwa amelala Mfalme Zumaridi, lakini walishuka na vitu, yani walishuka na vitendea kazi vya ajabu. Huyu baba alibadilishwa kabisa, wakawa wanamfanyia sijui, yani kama watu wanavyozungukaga wa operation, wakazunguka watu wa operation, yani walikuwa aisee jamani. Basi waliendelea pale, akaniambia Mungu Baba, unaona siku ambayo nilianza kusema na Mfalme Zumaridi, umemwona, wapo watu wanajua ameibuka tu, wapo watu wanajua yani huyu anatudanganya, analeta tu stori za uongo, lakini huyu nilimchagua mimi. Yani mimi ndo niliangalia dunia yangu ilivyokuwa imezaa, ilivyokuwa inaabudu mizimu. Sikuona mtu, ila nilimtazama huyu hapa, yani akiniambia nilimtazama huyo, ndo naona wale watu walivyomzunguka Mfalme Zumaridi wakati kadogo, yani pale walikuwa sijui wanamfanyia operation. Baadaye sasa Mfalme Zumaridi, baadaye Mungu Baba akaniambia hivi, na ile siku ilitokeaga ishara kubwa sana yani dunia nzima ilitokeaga ishara kubwa, lakini watu hawakujua, ila watu walijua tu kibinadamu. Siku ilikuwa ni usiku wa manane. Siku hiyo usiku wa manane ilikuwa ni mbaramwezi, lakini ile mbaramwezi iligongana na jua. Ilipogongana na jua watu hawakujua kabisa, lakini vyombo vya habari vilitangaza ile siku, yani wana wa Mfalme Mungu, yani yes jamani. Basi akasema kwamba ile siku iligongana jua na vyombo vya habari vilitoa kwamba mwezi umegongana na jua, lakini ndio ilikuwa siku ambayo namwandaa mtoto wangu, namwandaa mkombozi wa dunia, namwandaa mkombozi wa taifa langu. Basi Mungu Baba aliendelea kunisii, akaendelea kuniambia, waambie kabisa mimi Mfalme Zumaridi hajaibuka kabisa. Hebu ona, anaendelea kunirudishia yale matukio watu walipokuwa wanaabudu mizimu, wanaabudu miti, wanaabudu nini, walipokuwa wamekamatwa. Dunia akaendelea kunionyesha mbingu ilikuwa kimya kabisa, wana ufalme. Yani mbingu ilikuwa imenyamaza kimya kabisa. Lakini siku hiyo nilimuona akisema, ananionyesha jinsi na wale malaika walikuwa ni malaika 12 ambao walikuwa wamekizunguka kile kitanda cha Diana, yani ambaye sasa hivi ndio Mfalme Zumaridi. Basi akaendelea kunisii, akasema kwamba yani hivi siku hiyo wakati namfanyia huo operation, watu mpaka leo wanadanganyana Mfalme Zumaridi anaweza akampiga risasi likapita mwilini. Vitu nilivyovipanda kuanzia ile siku ile ilikuwa sio vitu vya kawaida. Hata leo mtu anaweza akajichanganya Mfalme Zumaridi kumpiga risasi, lakini Mfalme Zumaridi ile risasi wataonaga hiyo siku maajabu. Mfalme Zumaridi ile risasi haitapita kwenye mwili kulingana na ule operation aliyowekaga kipindi kile. Basi Mungu Baba aliendelea kunisii, akaniambia kwamba waamini kabisa mimi ni Mungu kabisa, mimi ni Mungu. Ndio maana
akanionyesha tena tukio. Angalia hapa, akanionyesha tena hapa kwa Mfalme Zumaridi. Angalia hapa, akanionyesha ule uwanja. Ili kusudi nimeamua, maana kizazi hiki ni kigumu, ni kigumu, ni kigumu. Hata waliokombolewa ni wagumu. Ili kusudi watu waamini, nimeamua kuwafufulia wafu. Ili kusudi siku hiyo watu wote wakiri huyu ni Mungu, mimi ndimi niwe ndani mwake. Yani Mfalme Zumaridi, yani Mungu Baba aliendelea kunisii kuhusu habari ya Mfalme Zumaridi. Akaendelea hivyo kuniambia, yani waambie kabisa. Lakini sasa aliponionyesha hapo, alionyesha wale watu ambao amewaweka hapa, yani wana wa Mungu. Yani ni watu wengi, mimi mpaka nimeogopa. Yani wana sisi hapa tulivyo wana wa Zumaridi, yani sio watu waliopo kwenye hilo anga jamani. Ni majitu, ni maamutu, ni mawatu. Lakini baada alisema hivi, walihangaika sana kipindi. Mungu Baba kaniambia niliamua nishushe jengo. Nile jengo alinionyesha lilishusha tu kwa hivi, ambalo ndio wanajihifadhi wale watu wasioonekana. Ili wapo sasa pale wamejihifadhi, lakini lile jengo aliona wale watu wanahangaika hivi, mara jua mara mvua mara nini. Kwa hiyo lile jengo alilishusha yeye, akalishusha akaliweka hivi, ndio wale watu wamo humo. Akaniambia ndio maana nimeamua niwachoche hawa hofu, ili watu wamwamini Zumaridi mimi ni Mungu ndani yake. Aise, namshukuru sana Mfalme Zumaridi. Ninaogopa jamani, nimetetemeka. Ule operation alikuwa anafanywa pale mtoto. Alafu kweli mtu mmoja alitaka kumzuru Mfalme Zumaridi wakati mdogo. Nikaonyeshwa, mara nilionyeshwa yule mke wa Heke yule. Mke wa Heke alitaka kumzuru. Akaonyeshwa, naona huyu alitaka kumzuru. Hakujua mimi ndimi Mungu. Yani nilichokifanya, nilimbinya. Nikaonyeshwa yule mama alikuwa kichaa, baadaye yule mtu akaaga amefi. Sijui akawa yani jamani. Baadaye akasema kwamba yani alikuwa kichaa, afu baadaye akammaliza. Lakini baadaye tena nikaonyeshwa na hawa ndugu zao walivyokuwa wanampiga, lakini alikuwa sio yeye. Alikuwa yani walikuwa wakipiga hivi mateke. Yani yeye walikuwa tu wanajisumbua. Yani alikuwa sio yeye. Mungu Baba alikuwa anamtoa kwake pembeni. Wanafanyaje? Wanaanza kupiga ovyo tu. Ndio maana alikuwa anawaambia mimi ndio mkombozi wenu. Mimi ndio kila kitu. Kwa sababu walikuwa wampigi yeye. Maana Mungu Baba alimjua toka akiwa bado. Nami namshukuru Mfalme Zumaridi kwa neema yake. Asante Baba. Baada ya hapo sasa mimi ndio nimejikuta sasa niko tu hapa sasa, yani hata sielewi watumishi wa habari. Mtazamaji, umemwona Nabii Dorcas Mabenga akikusimulia juu ya mambo makubwa na ajabu aliyofunuliwa na Mungu juu ya Mfalme Zumaridi akiwa bado mtoto mchanga mnamo mwaka 1982, kitu ambacho kiliambatana na ishara ilionekana dunia nzima, na watu wote waliokuwa duniani walishuhudia ishara hiyo, na hata vyombo vya habari vitangaza ishara hiyo kuwa ni mwisho wa dunia, hali ambayo iliogopesha watu wote duniani. Na hawa ni baadhi ya mashuhuda wa ishara hiyo tokea mwaka 1982, Mfalme Zumaridi akiwa bado mtoto mchanga. Na cha ajabu zaidi, hata Nabii Dorcas Mabenga alikuwa bado hajazaliwa. Hebu tuwasikilize. Mwaka 1982 nilipo darasa la 6, nilikuwa kijiji kimoja kinaitwa Ngogo, niko malishoni. Hilo tukio nalijua vizuri kabisa. Siku hiyo walitangaza asubuhi kwamba ni mwisho wa dunia. Ni walivyotangaza namna hiyo. Kuna redio moja ya Ghana ilisema hivi, leo ni mwisho wa dunia. Lakini sasa cha ajabu, mimi nilikuwa peke yangu malishoni kule. Ninachunga ng'ombe. Basi ilipofikia wakati kukawa giza, ilikuwa saa 5 asubuhi, saa 5 saa 6, kukawa giza kabisa. Kitu ambacho kilinishangaza mimi, sungura, nyoka, wanyama wote wa porini walikuja kwangu. Vinyonga wakaja kwangu. Na mimi nikaogopa, nasema tukio gani hili?
Sasa nikawa niko peke yangu, ng'ombe zote zikaja kwangu hivi zikaninani mimi. Nikasema hili tukio gani hili? Basi ikaja hiyo hali mpaka ikaja kutoka. Ilipotoka nikaona wenzangu wako wanachunga wawili. Ikabidi ng'ombe nizikimbize kule, nikaenda nazo kule, nikaenda kuwaambia kwamba ilikuwa nini? Wewe ulikuwa hujui? Leo walitangaza ni mwisho wa dunia. Ndivyo ilikuwa hivyo. Na gazeti moja la Ghana liliandika mwaka 82 kwamba ni mwisho wa dunia. Lakini hilo tukio mimi lilinikuta niko magishoni. Asanteni sana. Tumaini wabariki. Hiyo hali kweli ilitokea. Watu walipanga sema kwamba wanasikiliza redio, akasema siku ya kesho msitoke nje. Mimi nilikuwa mkubwa, nilikuwa mama tu. Nilikuwa na zao 4. Amina watumishi wa Mungu. Basi wakasema msitoke nje. Kuna jua linapigana na mwezi. Basi kesho yake kweli tukaona ilipofika muda kama saa 5 ikawa giza. Basi wakasema njoni muangalie, mimi nilikuwa ndani. Nikaitwa tu nje. Njoo angalie, wameweka maji kwenye kalai. Kweli mwezi ulikuwa unapigana na mwezi na jua. Yaani mnagongana kabisa, unapigana. Na wanasema usiangalie juu. Ukiangalia juu utakuwa kipofu. Yaani usiangalie tu kwenye maji, ukiangalia tu juu ukinyua macho ukakutana na ile mwanga ule unakuwa kipofu. Basi kweli tuliangalia hiyo hali, kweli walikuwa wanapigana kabisa, yaani mwezi, yaani mweupe, yaani unaenda kukutana na mwezi. Ilikuwa ni mgongano kabisa, yaani wanakuwa mpaka maji yanayumba hivi. Yaani watumishi wa Mungu. Ndio hicho nilikishuhudia mimi. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Watumishi wa Mungu, mimi kipindi hicho nilikuwa darasa la 5. Nakumbuka babangu alikuwa mtumishi wa serikali, walitangaziwa kwamba ifikia usiku, majira ya usiku wa 8, jua na mwezi vitagombana. Sasa baba akaja nyumbani akamwambia mama, hao watoto kesho wasiende shule. Tumetangaziwa kwamba kuna mwezi na jua wanagombana. Kwa hiyo ilipofika asubuhi mama akatuambia msiende shule leo. Nikamwambia mama, kwa nini tusiende shule? Baba yule kaniambia hivi, jua na mwezi vinagombana. Kwa hiyo ilipofika majira saa 4 huko, hali ikabadilika. Akaanza kuwa giza. Mara ikawa giza kabisa. Hata kuku wakawa wanarudi ndani. Siku hata kuku hawakutoka nje. Giza likawa nene kabisa. Baadaye kufika kwenye saa 6 hali ikawa shwari sasa. Tukawa tunatoka nje. Nami namshukuru Mfalme Zumaridi kushuhudia hiki nilichokiona mwaka 82, nilikuwa darasa la 2. Sisi tuliambiwa na baba msitoke kwenda shule, maana wametangaza hamna mwanafunzi yote anayeenda shule. Wote ni siku ya mwisho wa dunia. Basi tukawa tumeamshwa asubuhi, tukaambiwa tukae ndani. Baadaye ilipofika saa 4, baba aleta kalai, akatuambia mtaangalia huko. Tukawa tumewekea kalai pale nje, watoto wote tukawa tumekuja pale. Tukawa tunachungulia mle. Yaani unaliona jua na mbalamwezi vikawa vinapigana. Lakini jua lilikuwa na miale mikubwa. Kana kwamba mbalamwezi ilikuwa kisogea tu hivi. Yaani vile jua linaenda linaipiga, mbalamwezi inaenda chini, jua linatawala juu. Basi ule mchezo tuendelea kuangalia mpaka saa 5. Yaani tukaona, yaani kama ukungu ukapanda kabisa, ukungu kama vile unavyoona ukungu wa mvua. Baadaye ikaja giza. Sasa wakati unawagiza baba akasema hapana, tokeni ndani ndani. Tukawa tumefungiwa mle ndani mpaka baadaye palipopambazuka, sasa ndio tukawa tumetoka. Na mimi nilishuhudia tukio na tukio. Basi na mimi nilishuhudia mwaka 1982 nikiwa darasa la 6. Kipindi hicho kilikuwa usiku. Manake babangu alikuwa mfanyabiashara nyumbani nikaribia na mpakani. Wanakuja kununua pale vitu nyumbani usiku. Basi tulikuwepo hatujalala usiku kama kwenye saa 6. Baba akatuambia nyie watoto nendeni mkalale. Kamwambia baba, na sisi tunataka kuona unavyofanya biashara. Wakao warudi, yani ni wengi pale, kuna makelele hata mwezi kulala. Basi ikafika muda kama wa saa 7:30. Tukawa bado tumekaa tu hapo nje. Ilipofika saa 8 usiku wa 8, tukaanza kuona giza. Unatokea giza. Baba, mbona huko nje kuna giza? Tunachomoka watoto tunaenda nje na ndugu zangu, tunaenda kuchungulia. Baba, kuna giza. Muda kidogo tunasikia Waislamu wanaanza kuadhini sasa msikitini. Maana tuko karibu na msikiti. Tukasikia azana inatoka. Jamani, njoo
mwisho wa dunia umefika, kiama jamani, kimefika, kiama kimefika. Baba, tena kiama. Kwani nyie mkusikia redioni hapa wanangu walitangaza kwamba jua na mwezi vitagombana? Sasa unaona mnashuhudia huko nje, lakini angalieni kwenye maji mtakuwa kipofu. Wakatuwekea maji kwenye kalai, tukaanza kuangalia. Tukawa tunaona yani mwezi unagombana na jua. Yani unakuja mwezi hivi kulipiga jua linalipiga kwa mwanga mkali. Mwezi unasudia huko mbali kidogo. Alafu giza linaendelea, panakuwa giza, panakuwa pekundu, alafu linatokea giza. Unaona mwezi umekuwa giza kabisa, yani panaleta giza. Hali ya giza ikaendelea muda mrefu. Baba akasema, "Twendeni msikitini tukasali." Wale watu wakawatoa, wakatupeleka msikitini kusali. Wakafunga milango msikitini, tukaanza kusali. Kiama kimefika, kiama kimefika. Tusubirini hapa, tutakufa huko, tukute tunamwabudu Mungu, tusali. Basi tukabaki huko msikitini mpaka kukakucha asubuhi. Palipokucha asubuhi, pakaanza yani giza lile likaendelea mpaka mchana kwenye muda wa saa 5 hivi. Ndio pakaanza kuwa panakuwa peupe kidogo, panakuwa kama jua linatokeza vile asubuhi, kunaanza kukucha. Nami ndicho nilichokishuhudia. Nami na kila sababu ya kumshukuru Mfalme Zumaridi kusimama mbele zenu. Kwa kweli mwaka huo na mimi nilikuwemo, nilikuwa mtu mzima, nilishuhudia hiyo hali. Nilikuwa na miaka 42 hivi. Sasa jua wakati linashikwa, palitokea giza kubwa sana. Basi ilipotokea hiyo giza, tukaanza kuona jamani, mwisho wa dunia umefika. Kwa hiyo tukaanza kukimbia sasa. Wakasema tokeni nje, ingieni ndani, lakini kulikuwa na giza kubwa. Baadaye yani ilichukua karibu kama masaa mawili. Baada ya pale sasa tukachukua maji na karai, tukaweka maji, tukaanza kuangalia kwenye maji. Tukaona jinsi jua lilivyokuwa linagongana. Baadaye sasa mwanga ulipopungua na ile vita ilipopungua, tukaona sasa dunia yani pakawa na wekundu mkubwa sana. Kwa hiyo na mimi nilishuhudia kitu kama hicho, na nimshukuru Mfalme Zumaridi. Ndiwe Mfalme Zumaridi. Kweli hata mimi nashuhudia. Mimi nimetokea Kigoma, Kasulu, Kabanga. Nimemleta mjukuu wangu kwa Mfalme Zumaridi ili aweze kumwombea mjukuu wangu. Kitendo hicho mimi nilishuhudia, ilikuwa mwaka 82. Ilikuwa asubuhi. Niliona mwezi na jua vinashikana. Mume wangu akasema hivi, "Ingia ndani, utakuwa mwehu." Mimi sikuingia ndani. Nilishuhudia, nikaona vinapigana kweli. Kijiji chetu watu wakachukua ndoo, wakachukua makarai, wakachukua kila kitu. Wakaanza kupiga. Wakapiga ikawa kelele kijiji kizima. Giza likasambaa. Na mimi niko nje, niko nashuhudia. Baada ya masaa kama 4, mimi nilikuwa nje. Mke wa shemeji, watoto wameshaingia ndani, mama mkwe ameshaingia ndani. Mimi nikasema ngoja niangalie mwisho. Vikashikana giza kabisa, mume wangu yuko ndani. Mimi nikawa shujaa, sikuwa moga, nikaangalia na vile viko vinashikana. Basi kwenye muda wa saa 5, nikasema saa 5 za mchana, nikasema ngoja niingie ndani. Mbona watu wote wameingia ndani? Basi baada ya hapo nikakaa ndani. Ikawa kwenye muda wa saa 7, tukawa tumetoka nje, vinaanza sasa kuachana. Ilikuwa giza, lakini panaanza kuona kidogo. Kwa kweli hayo watumishi wa Mungu ambavyo wenzangu wameshuhudia ni kweli. Mimi kipindi hicho nilikuwa nina mtoto mmoja mwaka 82. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Mungu chini ya jua. Amen. Namshukuru sana Mfalme Zumaridi kwa kusikia haya ambayo mimi niliyashuhudia. Ila sasa mimi kushuhudia kwangu nilichelewa ndani. Watu walikuwa wakisema na dharau tu, nilikuwa ndani. Lakini baadaye kwa sababu ilichukua muda mrefu, baadaye nikaona kwamba mimi ngoja nitoke. Walisema kwamba angalia kwenye maji. Mimi sikujali bila kuangalia kwenye maji, lakini kwa sababu ukiangalia kwenye maji ndio tofauti, unaona vizuri. Lakini mimi nilichukua hatua ya kuangalia tu pale juu. Nilipoangalia pale juu, sasa nilikuwa ni mwisho, niliona kweli mwezi na
tunajua yaani kama vinasikana kabisa, vinasikana kabisa, tunakuwa wekundu unakuwa mkubwa sana. Lakini sasa mimi niliona kwa muda mchache, ilikuwa ni majira ya asubuhi saa 4 saa 5, nilishuhudia kabisa hilo tukio. Kumbe ni nini mnatendewa mkubwa. Amina. Nashukuru Mfalme Zumaridi kuwepo mbele hapa madhabahuni kwake kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa tukio ambalo tumesikia. Ilikuwa ni tarehe 22 mwezi wa 10, siku ya Ijumaa. Mimi nilikuwa na miaka 16 mwaka 82, nikiwa darasa la 7. Mwezi huo tulikuwa tunamaliza, tunafanya mtihani wa kumaliza tarehe 25 mwezi wa 10, mtihani wa darasa la 7. Mwaka huo mamangu alikuwa ni mjamzito. Sikujua kama atajifungua lini. Hiyo tarehe 22 tukawa tunatangazwa tusiende shuleni. Nikawa niko pale nyumbani. Baba akaniambia, "Sasa mwanangu Teddy, usipasake. Maana mwisho wa dunia tuliambiwa ni leo." Mimi baba sema kusaka. Sasa ndio mwisho wa dunia ukinikutia huko. Sasa mimi nitambuliza kaka zangu watatu, au mimi ndio wa kike. Mama akasema, "Mwanangu kabisa ndogo. Yaya gete, haendi." Mama akakataa. Lakini kaka zangu wakanitia moyo. Dogo wetu nenda tu, hapo tu mashineni. Sasa hivi unarudi? Basi nikawa nimekimbia mara moja mashineni, nikasaga, nimemaliza kusaga. Nikajitwisha haraka tu kukimbia kweli mbio. Nilipofika mama akaniuliza, "Umerudi?" Nikasema, "Umesaga?" Nikamwambia, "Ndio nimesaga mama." "Haya, weka unga." Nikaweka. Sasa nipike mapema mwanangu. Halafu mimi najisikia vibaya kama naumwa vile. Basi mimi watu wa kiume tokeni hapa, wakafukuzwa wale kaka zangu. Tukakaa na mama jikoni. Tukaanza kupika. Pika mboga ikaiva. Mara mama anamuona anakunja mguu, mara anakunja uso. Nikamuuliza, "Mama, unaumwa?" "Si mwisho wa dunia mwanangu." Mimi mama nikamwambia, "Kwa neema ya Mungu mama, tutapona." Halafu mama mimi nimeota usiku. Umeota nini? Nimeota mama umejifungua mtoto wa kike. Wewe naye watu wa kike wametosha, nataka wa kiume. Mimi nikamwambia, "Mama, unajifungua mtoto wa kike." "Hapo mosi." Hapo ananyonya mpaka huko. Hizo ni imani. Nikamwambia, "Kweli mama." Kumbe anaumwa uchungu mama. Mara kusikia maji yanasi. "Mama, unaona sasa? Ndio mwisho wa dunia unanikuta hapa." Nenda chumbani. Kalete nini? Vitenge 64 nini? Kalete takataka zote. Mtangia hapa. Mimi safari yangu ndio imefikia hapa. Mtangia mama. Maliza. Nenda kalete wembe, kalete uzi. Acha nikalete. Sasa leo mwisho wa dunia. Siwezi kufa na kiumbe cha Mwenyezi Mungu tumboni mwangu. Ninajifungua huyu mtoto na wewe Teddy. Leo ndio utaanza kunizalisha. Si mwisho wa dunia hivi. Kumwacha yeye kiumbe aishi na Mungu, sisi tufe sawa mama. Mama yangu kwa mara yangu ya kwanza ndio niliona mwanamke jinsi anavyojifungua. Nilipata ujasiri wa ajabu, nilimzalisha mama yangu. Nikiwa na miaka 16 akajifungua kwa mtoto yule wa kike. Janet sasa hivi ni mwalimu. Yupo na watoto watatu. Wasemana mimi tarehe 22. Nimeikumbuka vizuri sana. Yaani ulivyoongea baba, umenigusa, umenikumbusha. Kweli baba, wewe ni Mungu. Baba, kama umesimamisha. Amekumbuka kwa tarehe. Nilikuwa na siku 3. Hebu ona mpaka tarehe. Mpaka mwezi, umekumbuka mpaka mwezi. Kwa sababu tukio kwa itokea kuzaa. Nilikuwa nimeshika tarehe mpaka mwezi. Amani Mungu wewe. Nikushukuru tu ewe mpenzi mtazamaji uliokuwa pamoja nami toka mwanzo hata kufika muda huu. Mimi ni Abigail Evaristi wa Zumaridi News TV. Endelea kufuatia vipindi vyetu. Asante.
kufuatilia chaneli yetu ya YouTube kupitia Zumaridi News TV.